Namu, hii ni barabara ya Sam Nujoma. Yote kwa yote nipende kuweza kukwambia kwamba ndugu mwekezaji, ndugu Mtanzania, kwamba UTT AMIS tumeweza kufungua tawi jipya ambao liko maeneo ya barabara ya Sam Nujoma, jengo la PSSSF Commercial Complex. Yote kwa yote tawi letu jipya sisi liko hapa. Tunapenda kuweza kukwambia ndugu wa Tanzania, wawekezaji, ukiingia humu ndani katika hili jengo utakutana na jengo limeandikwa Parking Tower. Sisi tuko pale ground floor. Yote kwa yote, wakazi wa Kimara, Mbezi Magufuli, wakazi wa Mbezi Beach, Tegeta, Ubungo, yote kwa yote wakazi wa Sinza, karibuni sana hapa katika tawi letu jipya muweze kuja kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunya Kidimdimu Mwandila. Niwakaribishe na sisi ndio tunaenda huko ndani. Bwana kamgwe. Salama kabisa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sijui ndugu yangu naitwa nani na ni mkazi wa wapi? Mimi kwa majina naitwa David Bazili William. Ni mkazi wa Kimara. 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 Okay, sasa cha kwanza kabisa Bwana David, umelipokeaje hili swala baada ya kuja kusikia kwamba UTT tumeweza kufungua tawi jipya hapa maeneo ya Ubungo, na wewe ni mkazi wa Kimara? Uliweza kuipokeaje? Nimepokea vizuri kabisa kwa sababu niliona ni sehemu ambayo ni karibu na sehemu nakotokea. Kwa kweli nimefurahi kwa sababu pia unajua tena swala za usafiri nini gharama. Kwa hiyo ni kitu ambacho wamesogezea karibu. Tunafurahi. Nimefurahi kwa kweli. Mara mwisho kwenda Sukari House ilikuwa ni muda mrefu sana au unaendaga mara kwa mara? Naendaga mara kwa mara, lakini pia ndio hivyo ni mbali, lakini nilipopata taarifa kwamba tawi liko hapa, nimeona kabisa wamelifanyia kitu cha msingi sana. Kwa hiyo watu ambao wapo karibu na maeneo haya wataenjoy sana. Maana huduma ipo karibu kabisa. Wewe ni mwekezaji wa muda mrefu. Leo hii umeweza kuja kufanya nini hapa, kujiunga tena mfuko mwingine mpya au kulikuwa kuna changamoto? Mimi ni mwekezaji wa muda mrefu, na muda mrefu kabisa. Katika mfuko gani? Mfuko wa Liquid Fund. Okay. Lakini sasa nilikuwa na changamoto ya kutoa hela. Baada ya kupata kwamba naweza nikapata huduma sehemu hizo karibu, kabidi nifanye chap chap. Nisogee maeneo ya huduma. Kwa hiyo nadhani hajachukua hata muda mrefu kabisa. Kutoka kazini? Kutoka kazini? Hapana, sijatoka kazini. Nimetokea nyumbani, kwa hiyo nikaona nifike hapa nione kama nitapata suluhisho la changamoto yangu. Changamoto yako imeweza kupata suluhisho au bado? Changamoto yangu imepata suluhisho. Kabisa ndani ya muda mfupi sana. Okay, sasa kwa marafiki zako ambao wanaishi Kimara na pembezoni mwa hii Ubungo, ungependa uweze kuambia nini kutokana na sisi kuwa na tawi jipya hapa maeneo ya Ubungo katika jengo la PSSSF? Nadhani kuwa na huduma karibu ni swala zuri sana. Kwa hiyo na washauri sana wale ambao ni wakazi wa karibu na eneo hili wajitahidi sana wasogee karibu wapate huduma. Kwa sababu inapunguza mambo mengi sana. Muda wa kufika sehemu ya huduma. Kwa hiyo kama eneo liko karibu inatupunguzia gharama za kusafiri kutafuta huduma, lakini pia tunapata uharaka wa kupata changamoto zetu na wazazi wapo lakini? Wapo. Wamewekeza? Bado hawajawekeza. Kwa nini umefanya siri? Sio siri. Wanajua kama wewe ni mwekezaji? Wanajua. Na ushajaribu kuwapa elimu kwamba labda baba mama hivi mnajua mimi mtoto wenu nimewekeza na nyewe na washauri wazee wangu, wewe mzee wako si mstaafu, kuna mapensheni yale? Unajua zile pensheni? Mzee wangu of course baada ya kumwambia hii, kwa sababu nilipoingia nikamwambia faida yake, kiwango ambacho kinaongezeka. Kwa hiyo kuna hamasa ameipata. Kwa hiyo kwa shughuli ambazo wanazifanya sasa hivi nimeshawaambia wafungue hizi account zinasaidia kusave. Lakini pia na marafiki zangu ambao wanizunguka, sisi kama watumishi wa umma, inasaidia sana. Kwa hiyo tunaendelea kushawishiana nini waendelee kupata hizo huduma. Ni huduma nzuri of course, ni nzuri. Ni nzuri sana. Kwa majina naitwa Prince Matthew, afisa uendeshaji kutoka UTT AMIS. Ninapenda kuchukua fursa hii kuwajulisha ndugu wawekezaji wetu kwamba tumefungua tawi jipya. Tunapatikana barabara ya Sam Nujoma, jengo la PSSSF Tower, jengo la ndani la Parking Tower. Karibuni sana. Mwenye changamoto yoyote, mwenye kupata elimu, mwenye shida ya akaunti yake, anahitaji kutoa fedha, mwenye shida yoyote ile ya kiuwekezaji, basi tumekufikia karibu. Tunakukaribisha sana uweze kupata huduma yako kuhusiana na swala zima la uwekezaji. Tunakaribisha sana wawekezaji wote waishio maeneo ya karibu na eneo hili. Nazungumzia watu wa Kawe, watu wa Ubungo, watu wa Sinza, watu wa Kimara, watu wa Mbezi. Wote hao mnakaribishwa sana.
tumewafungulia tawi jirani, tumeletea huduma zetu jirani, badala ya kwenda kule Posta Sukari House, basi mnaweza mkafika kwenye tawi letu hapa na mkapata huduma zetu zote ambazo mnazihitaji. Karibuni sana UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji. Kwa majina naitwa Ana Maria Tobias, ni Operations Officer katika taasisi yetu ya UTT AMIS. Napenda kuwakaribisha wateja wetu wote hapa jengo letu jipya au branch yetu mpya ambayo inapatikana hapa PSSF Tower, karibu na ndani ya jengo linaitwa Parking Tower ground floor. Tunawapenda kuwakaribisha wateja wetu kwa huduma zote ambazo zilikuwa zinapatikana UTT AMIS Sukari House, na huduma hizi tumewasogezea hapa karibu. Zinapatikana zote na kwa ubora wote ambao ulikuwa unapatikana Sukari House. Wateja wote mnaopatikana maeneo ya Mbezi Beach, Mbezi Magufuli, Kibaha, Goba, Kawe, tunawakaribisha sana kwa huduma zetu zilizotukuka, na mtapata huduma kwa haraka bila changamoto yoyote. Asanteni sana, karibuni sana UTT AMIS. UTT AMIS, ushirika hakika katika uwekezaji. Bwana mkuu. Salama. Kwema kabisa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT AMIS. Sijui ni nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Griffin Charles Kajage, nafanya kazi kwenye kampuni ya Yas. Okay, sawa. Ni kwa mara ya kwanza leo hii ndio umekuja kujiunga na mifuko yetu ya UTT AMIS? Ndio. Labda ni nani ambaye aliweza kushawishi au uliweza kusikia wapi ndugu yangu mpaka ukasema no, sasa na mimi nimeweza kufika muda wa kwenda kuwa mwekezaji na UTT? Sawa, kwanza kabisa nilisikia kwa marafiki zangu, japo nilipata nafasi nikatembelea banda lile ambalo lilikuwa Sabasaba, ambao ni mwaka huu, nikapata some knowledge vizuri. Kwa hiyo sema tu nilikuwa nimemiss some of the requirements, then ndo nikazipata zote, then nikaja nikafungua account. Ila nilifungua account kwa njia ya app mara kwanza, ambayo baadaye ndio nikawa nataka kutoa hela, sema ikawa ndo nikaambia inabidi nijaze taarifa, nije kujaza ofisini kabisa ili nikamilishe taarifa za benki pia. Kwa hiyo nimefika hapa ofisini, nimepata huduma, nimehudumiwa vizuri na nashukuru sana. Sasa labda toka ulipoanza kujiunga leo hii, unahisi labda umechelewa au ulitaka kujiunga tokea zamani au ndio ulikuwa ni muda wako sahihi? Siwezi ngasema nimechelewa sana, ila ndo yani bado elimu nilikuwa bado sina vizuri. Na ili jambo lenyewe nimekuja kulijua yani wakati ndo nimekuja mwaka huu ndo nimekuja kulipata yani kwa ufasaha zaidi. Ila knowledge bado kuna wengine ambao bado hawajajua vizuri, ila tukipata knowledge inakuwa vizuri zaidi. Ni swala la knowledge tu hapa, yani kwamba kusambaka kwa watu wote kwa ujumla. Kuna marafiki zako ambao wamekuzunguka, kuna ndugu zako, kaka, wadogo zako, mama, baba wamekuzunguka leo hii. Leo umejiunga na mifuko ya UTT, umeweza kuona kuna faida zake. Umesema inawezekana ikawa labda kama hujachelewa sana. Vipi kwa wale ambao unahisi ni watu wako wa karibu, unahitaji waweze kupata hii elimu? Kesho na kesho kutwa sija wakajutia wakasema bwana kumbe wewe una miaka 10 umeweza kuwekeza muda mrefu. Kwa nini hujatuambia? Fursa kama hiyo umeweza kuipata. Unahisi unaweza kuwasambazia na wenzio waweze kupata elimu hii? Of course, ziki maana kujiunga ni bure of course. Hakuna gharama yoyote kwamba utajaza fomu utalipia, hapana. Kwa hiyo swala la kushawishi vijana wenzangu na familia yangu pia ni kitu ambacho ni compulsory, lazima nifanye. Kwa mtu yote ambaye ataniuliza lazima nitampa majibu ambayo niliyopata hapa pia na the experience ambayo bado naendelea kupata. Okay. Una mtu wako wa karibu? Mtu wangu wa karibu? Hapana. Una? Ndio. Kabisa. Ndio kiongozi. Lazima upeleke elimu bwana. Elimu of course, yani watu wangu wa karibu labda tuseme ni wale ambao wanafanya nao kazi bega kwa bega. Ushanielewa? Ndio, nimekuelewa of course. Ndio. Kwa nini usimpe na elimu bwana? Sasa huyu ndo ambao tupo kwenye mfuko wote wa pamoja. Kwa hiyo labda ndo anasema kwa wale wafanyakazi wenzangu na wale ambao bado hawajajiunga na familia kwa ujumla tunazidi kusaidiana. Maana kuna ambao niliwauliza kwa familia pia walikuwa interested, sema walikuwa hawana elimu bado. Kwa hiyo ndo tulikuwa tunajaribu mtu ambaye wa kwanza aenda kufika ile akawapa elimu
mengine zaidi, itakuwa vizuri zaidi. Hebu chukua fursa hii waambie Watanzania wasokuwa Watanzania kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Inawezekana kuna mtu leo hii asije akajutia baadaye kwa kuchelewa. Leo hii umeweza kuja kujiunga. Inawezekana umeiona fursa na ndio maana kuja kujiunga. Hebu chukua sekunde kadhaa mshauri Mtanzania kuhusiana na masuala ya UTT AMIS na uwekezaji. Sawa, masuala ya uwekezaji kwa ujumla kwa UTT yapo vizuri, yana asilimia yake na riba iko vizuri of course. Kwa hiyo nachowashauri watu, yani nasema ile faida yake, kwa hiyo sio riba, faida. Kwa hiyo nawashauri watu ni kwamba waje wajiunge na UTT mapema iwezekanavyo. Na uzuri wake ni kwamba kama una hela ambao unaweza kuona kama sisi vijana, mimi na hela lakini naona kama anaweza nikawa naitumia vibaya, ndio tunavyosema sisi vijana. Kwa nini siweke? Na of course ukitoa hela ndani ya siku 3 unaweza kwamba bwana leo sina, ndani ya siku 3 ile inaweza ikawa imeshatoka. Inakuwa rahisi kwa wewe pia, yani kwamba unaitunza kwa ajili ya manufaa baadaye. Kuna mifuko mbalimbali, unaweza ukaja ukajiunga, unaweza ukapewa elimu, mifuko ipo nyingi na faida zipo nyingi kwa kila mfuko, faida za kila mwezi na faida za kwa kila mwaka. Ndio. Madam, kwema, habari? Mambo yanasema? Salama kabisa. Kabisa. Umependeza sana. Nashukuru sana. Sasa kwa ufupi tu kwa ndugu wawekezaji na Watanzania wangependa waweze kukufahamu unaitwa nani, lakini vile vile labda kuhusiana na ofisi yetu mpya ambayo tumetoka kuweza kuifungua machache. Kwa majina naitwa Winifrida Malia, mkuu wa kituo cha kutoa huduma kwa wateja katika taasisi ya uwekezaji UTT AMIS katika tawi letu jipya la PSSSF Commercial Complex lililopo Sam Nujoma Road. Ndani ya PSSSF kuna gorofa parking tower, tuko ground floor, tuko hapa na tunajivunia, UTT AMIS inajivunia sana kuwa na wawekezaji wengi wa thamani kubwa sana. Kwa hiyo niendelee kusisitiza ndugu yangu, wazazi mje mfungulie watoto account. Wazazi mnaweza kufungua account kama joint account, mnaweza mkafungua account couples wanaweza kufungua account kama joint account, vikundi pia, taasisi, wote tunawakaribisha sana. Toka tulipoweza kufungua tawi letu jipya ambao liko hapa maeneo ya Ubungo katika jengo la PSSSF kama vilivyotoka kuweza kuzungumza, mwitikio uko vipi hasa kwa Watanzania? Kwa kweli ni furaha kubwa sana kwa wawekezaji wetu sana. Wamefurahi sana, tumewasogezea huduma watu wote wa Goba, Mbezi Beach, Mbweni, Bunju, Bagamoyo, Mbezi ya Kimara wenyewe, Ubungo, wamefurahia sana huduma yetu sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wote katika tawi letu hili jipya la Commercial Complex. Karibu. Kipindi tuko Sukari House nilikuwa nakutanaga sana na wateja kutoka Kibaha. Naamini wale wanaweza wakawa wamefurahi. Na vipi, mshawapokea? Labda kuna wateja wote kutoka Kibaha? Tumewapokea wengi na wengi wanaendelea kufurahia huduma yetu, na wengi wanaendelea pia kupeana taarifa kwamba wakija hata 10, wale 10 wanaleta wengine kama 20. Kwa hiyo wengi wamekuja ambao walifungua account online, walifungua account sehemu tofauti labda mabenki, lakini pia wamekuja pia kukamilisha usajili wao hapa kwa kujaza form, na wengi pia walikuwa na changamoto tofauti za kuhusiana na uwekezaji wao. Kwa hiyo wamekuja pia kupata utatuzi wa changamoto na elimu pia. Tuna darasa ambalo linatoa elimu pia katika tawi letu hili. Kwa hiyo wengi wanakuja kupata elimu, kupata uelewa zaidi kuhusiana na masuala ya uwekezaji, kwa sababu kama tunavyojua uwekezaji ndo tathmini yetu ya baadaye yetu. Yaani baadaye yetu inaanza sasa hivi. Kwa hiyo unavyowekeza na baadaye yako pia inakuwa ni ya mafanikio makubwa, na wengi wameridhika na hizi huduma. Kwa hiyo tunashukuru sana. Okay, na madarasa hapa umetoka kuweza kuzungumzia, maana yake ni madarasa kama yale watu walivyokuwa wanayapata kule Sukari House kuanzia ile asubuhi mpaka jioni, maana yake kwamba na hapa yapo? Yes, na hapa yapo. Kwa hiyo mtu anayetokea pande za huku, upande wa Bagamoyo Road au Morogoro Road, hana haja ya kwenda Sukari House, huduma anaipata hapa ipasavyo. Ya elimu na kila kitu kinachohusiana na huduma ya uwekezaji. Yes. Sasa na tukizungumzia ofisi, lini zinakuwa ziko wazi? Yawezekana kuna baadhi ya watu walikuwa wanajaribu mtu kuuliza, maana yake nikija Jumamosi nakuja saa ngapi? Nikija Ijumaa nakuja saa ngapi? Mwisho saa ngapi? Ofisi imefunguliwa saa ngapi? Kuanzia lini mpaka lini? Hebu tuweke sawa katika hili.
Yes, huduma zetu zinapatikana kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia mida ya saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Pia siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka mida ya saa 8 mchana tupo hapa kuwahudumia. Okay, kwa maana yake hadi Jumamosi tupo hapa. Hadi Jumamosi tuko hapa. Kuanzia asubuhi mpaka kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8. Kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 8 mchana tuko hapa. Yes. Sawa sawa. Hebu kwa ambao wanakutazama vile vile, ndugu wa Tanzania, la mwisho waweze wakaribisha hapa waweze kupata huduma kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kwa hivyo Mtanzania mwenzangu, na kushauri sana 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 watu wote, karibuni sana kwenye tawi letu hili, kwani tunatoa huduma zote za kuhusiana na uwekezaji, kuhusiana na elimu, kuhusiana na kufungua akaunti, kuhusiana na shauri mbalimbali za kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kwa hivyo karibuni sana. Ewe mzazi, njoo mfungulie mtoto, njoo wafungulie watoto, au nye couples mfungulie akaunti kama joint account, au vikundi, taasisi, wote tunawakaribisha sana 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 mje mwekeze na UTT AMIS. Kufungua akaunti kwetu ni bure, na kufungua akaunti ya mtu binafsi unakuja na picha yako moja tu na kopi ya kitambulisho, au kumfungulia mtoto unakuja na cheti cha kuzaliwa, unakuja na picha ya mzazi na kitambulisho chake cha NIDA, basi unakuja kuwekeza na sisi. Karibu sana 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 tawi letu la PSSSF Commercial Complex. UTT AMIS inajivunia sana 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 kuwa na wawekezaji wakubwa wenye thamani kubwa ambao wanafurahia huduma zetu, ambao wanaenjoy sana huduma zetu. Kwa hiyo nikukaribishe na wewe mwenzangu, mzazi, kijana, wanafunzi wote, tena wanafunzi wa vyuo ndo tumewafikia kabisa, UDSM, ustawi. Karibuni sana vijana, uwekeze kwa ajili ya kesho yako. Kesho yako inaanza sasa. Karibu sana sana sana. UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imekufikia. Hao ni baadhi ya maafisa kutoka UTT AMIS. Tumetoka kuweza kuzungumza mengi sana sana. Kikubwa sisi tunazidi kwa taarifu umma na Watanzania na ndugu wawekezaji ambao wako pembezoni wa maeneo ya hapa. Nazungumzia Ubungo, watu wa Kawe, watu tunazungumzia Mwenge, Makumbusho, Ubungo, Tabata, Buguruni, Bunju, Tegeta. Tunawaambia kwamba tumefungua tawi jipya liko hapa maeneo ya barabara ya Sam Nujoma, jengo la PSSSF. Tuko maeneo ya Parking Tower, ground floor. Ukija hapa tu utaona vibango vya UTT AMIS. Tunazidi kukukaribisha ndugu Mtanzania, ndugu mwekezaji. Njoo hapa bwana, tuweze kukupa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji, lakini vile vile kama una changamoto yoyote kuhusiana na masuala ya uwekezaji, basi ukija hapa utapata suluhisho yako. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdimu Mwandila, na kushukuru sana Cosmas Mtumbadesti. Sisi tutakuwepo hapa, tutatia kambi sana hapa, yote kwa yote kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, tukutane next time. Bye bye.